mafuta inapanda dunia mzima, wanataka kuchochea Wakenya mambo ya vurugu na fujo. Nimeona leo wameanza uchochezi ya finance bill ya 2026 wakidai kuna vipengele ambazo zinabadili mambo ya... Happy Wednesday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule kwenye bunge la kitaifa. Hapo jana baada ya mapumziko ya siku kadhaa, wabunge walirejelea vikao vyao, na baada ya kurejelea vikao vyao watazamaji wangu, kuna mambo ya muhimu ambayo wameanza kuyazungumzia, ikiwemo finance bill ya mwaka 2026 2027 na pia kuhusiana na ili ongezeko la bei ya mafuta, ambapo diesel na petroli ziliweza kushuhudia ongezeko la juu zaidi katika historia ya Kenya. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu, ningependa kuomba muweze kulike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mkuu kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, wabunge sasa hivi wapo tabani wa Kenya. Macho yote sasa hivi wameyaelekeza pale kwenye bunge la kitaifa. Wanataka kuona vile hawa wabunge watafanya kuhusiana na finance bill ya mwaka wa 2026 2027. Kulingana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata baada ya kuisoma hii finance bill, ni kwamba kuna taxes ambazo zimeweza kuongezwa watazamaji wangu, na kwa hivyo Wakenya vijana wa Gen Z wameanza kuireject. Wamesema kwamba sisi tunakataa hii finance bill mpaka iweze kufanyiwa marekebisho, na kwa hivyo wabunge ambao tuliweza kuwachagua ndio wako na hicho kibarua waweze kurekebisha baadhi ya taxes ambazo zimeweza kupendekezwa ndani ya hiyo finance bill. Kama hawataki nchi ya Kenya itumbukie tena kwenye ghasia na fujo kama zile ambazo tulizishuhudia mwaka 2024 mwezi wa 6, ambapo maelfu ya vijana wa Gen Z walijitokeza maeneo tofauti hapa nchini Kenya ili kuupinga huo mswada wa fedha. Kama kuna kiongozi wa watazamaji wangu ambaye anazidi kuwa kikwazo, kuwa tishio kwa serikali ya Kenya Kwanza sasa hivi, hasa kuhusiana na vile ambavyo bei ya mafuta iliweza kuongezwa na hii finance bill ya mwaka huu, ni mbunge wa Kiharu, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Huyu kiongozi wa watazamaji wangu ni kiongozi ambaye kweli amewasaidia Wakenya sana kujua ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea. Amekuwa akiexpose hii serikali ya Kenya Kwanza na biashara ambazo wanazifanya kwa manufaa yao wenyewe, bali sio kwa manufaa ya wananchi. Sasa kipindi hiki tuko pamoja na Ndindi Nyoro. Kama kuna kiongozi ambaye sasa hivi tunamtarajia ama mbunge ambaye tunamtegemea kusimama na sisi pale mwaka wa 2027, ni huyu Ndindi Nyoro, kwa sababu njia zake zinaonekana kuwa tofauti na za hii serikali ya UDA. Nataka nikupeleka moja kwa moja mtazamaji wangu mpaka pale kwenye bunge la kitaifa uweze kujionea vile hali ilikuwa hapo jana, wakati watazamaji wangu mambo hayakuwa rahisi kwa Kimani Ichung'wah. Anajaribu kuzungumza hivi, naye Ndindi Nyoro anakuja na facts, anawaelezea vile hali ilivyo sasa hivi. Watajificha wapi watazamaji wangu? Kwa sababu Ndindi Nyoro anaonekana kuna mambo ya ukweli ambayo anayajua, mpaka kuna evidence ya kwamba hii biashara ya mafuta imekuwa ikinufaisha baadhi ya viongozi ama cartels ambao wamekuwa wakifanya hiyo biashara. Kabla sija kupeleka pale kwenye bunge la kitaifa mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. If we continue disinforming Kenyans, and I don't know whom we can send to them, I think Ndindi Nyoro can go and convey this message on my behalf to them, Mr. Speaker. Sometimes he interacts with them, but I don't know at what length, Mr. Speaker, because I'm told he also is very soon becoming a party leader in this country. So I think they can have bilateral discussion at that level. Mr. Speaker, I want to urge my colleagues, my fellow leaders, that please, before you misinform Kenyans, before you disinform Kenyans, take time to read. And if you have no time to read, please ask your staff, ask your researchers to read for you the finance bill before you communicate or you speak to Kenyans at any level. Mr. Speaker, some of the issues that are being discussed today in this country concerning the finance bill are issues you can see that are meant purely for incitement, nothing else. The end game is to incite Kenyans so that Kenyans can rise up and fight each other, Mr. Speaker. Otherwise, there is no reason why a leader of the caliber of some of them senior councils, Mr. Speaker, I saw senior council Paul Mwite tweeting, saying that all
freehold land titles will be changed to leases. I was shocked. He was a member of parliament for many years, for many terms, many years, chairman of the Law Society of Kenya. He is the last person who should speak about that with that level of, do I call it ignorance, or for lack of better word, just say that for misinformation. Mr. Speaker, let us not misinform Kenyans. Let us not incite Kenyans. Let us not tell Kenyans falsehood so that they can be used politically as pawns, Mr. Speaker. That's what's happening in this country. Let Parliament communicate now officially to Kenyans what the finance bill contains, and Kenyans will understand. And I've gone through the finance bill. Nothing at all is offensive to Kenyans in this finance bill. It is making the lives of Kenyans even better. I have here the finance bill. I've gone through it, Mr. Speaker. Everything that contains this finance bill is making tax payments easier, more predictable, Mr. Speaker, for the people who are financing these small taxpayers are the big, large taxpayers who want to hide behind these small taxpayers, who don't want to pay their taxes. So, Mr. Speaker, in conclusion, I want to say there's a group that has decided there's nothing else we can speak now. There's nothing to tell Kenyans. The only thing to do now is to incite Kenyans using the 2024 finance bill. My friends. Call what and write to which letter to the Speaker. Honorable Speaker, we need to be honest to the Kenyan people. Face them honestly. Honorable Speaker, we now have a situation in this country where the government joined opposition and the opposition joined government, Honorable Speaker. That even as we listen here, the majority side and the minority side leadership, Honorable Speaker, are required singing the same song, Honorable Speaker. Honorable Speaker, in such a house of debate, there must be alternative voices, Honorable Speaker. Honorable Speaker, we are lying to ourselves, Honorable Speaker, and to the Kenyan people, that in this house there is a minority side and the majority side. There is none, Honorable Speaker. Honorable Speaker, yes. As the House... KJ. Na mtazamaji, kipindi hiki mambo hayatokuwa rahisi kwa hii finance bill kupitishwa pale kwenye bunge la kitaifa, kwa sababu kuna viongozi ambao tunawaona wamesimama na wananchi wanaendelea kusikiza ground na hawataki zile taxes ambazo zitakuja kumuumiza mwananchi zaidi, taxes ambazo zitakuja kumfanya mwananchi aendelee kugaramika na kushuhudia gharama ya juu ya maisha. Unaona tayari ni kama finance bill imeanza kuongezwa. Unaona mwezi mmoja kabla ya finance bill bei ya mafuta ndio hiyo imefika 230. Hiyo ni diesel. Bei ya petroli imefika 210 na kitu. Na hatujui katika hiyo mwezi ambayo inakuja, kama vile ambavyo William Samoei Ruto alitupromise ya kwamba atateremsha zaidi, hatujui kama itafanyika hivyo, kwa sababu unajua hizi bei za mafuta mtazamaji wangu huwa zina change kila mara. Kipindi hicho unaweza kushuhudia kwamba ndio mafuta hayapatikani, ama kule ambako tumekuwa tukiyachukua kuna mzozo ambao unaendelea. So watazamaji wangu, mambo ya mwezi ujao ambayo tunayatarajia tayari tumeanza kuona dalili zake. Unaona gharama ya maisha imeanza kupanda baada ya petroli pamoja na diesel kupandishwa. Sasa pale finance bill wabunge watafanya vipi? Kwa sababu hawa wabunge watazamaji wangu wanastahili kuwa makini. Kama wewe ni mbunge na unataka kuendelea kupata support ya wananchi, lazima pia uweze kuangalia kipindi hiki. Niliwaambia kwamba imebaki tu finance bill ya mwaka huu wa 2026-2027 tuweze kuingia tena kwenye uchaguzi. Na sasa hawa wabunge wanachokiangalia zaidi ni uchaguzi wa 2027. Watarudisha imani yao aje kwa wananchi baada ya kupoteza imani yao kwa wananchi pale mwaka wa 2024 kwenye ile finance bill. Sasa finance bill imekuja na tunataka kujua ni nani ambaye ataikubali na ni nani ambaye ataikataa, kwa sababu sasa hii finance bill ndio itaweka hawa wabunge kwenye mizani vizuri, na wananchi wajue, je, huyu kiongozi anataka kurudi ama anataka kukua one term. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini nyinyi sijui mko na maoni gani kuhusiana na hii finance bill ya mwaka huu 2026 2027 ambayo kama vile ambavyo nimeelezea vijana wa Gen Z wameanza kuikataa, wameisoma, wameielewa, na zile taxes ambazo zinakuwa proposed pale ni taxes ambazo nimewaelezea zitakuja kufanya maisha yawe magumu zaidi kuliko hata vile ambavyo imekuwa katika hiyo miaka yote chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comments mtazamaji wangu, kinielezea, je, wewe una reject hii finance bill ama baada ya kuisoma unaona tu
iko sawa. Kabla sijatamatisha watazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kulike hii video, na pia muweze kusubscribe, muweze kulike na kushare, ndipo sa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za wafahamu.